Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta netibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza ya mti huu unaofahamika kwa jina la mgagasi. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Je, maajabu ya mti wa mgagasi unayafahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Tupo katika episode ya pili ya mti huu wenye miujiza mingi sana unaofahamika kwa jina la mgagasi. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kumfunga mke mkorofi au mume mkorofi, ampe limbwata, amtii na amsikilize, unachotakiwa kukifanya, fika katika mti huu wa mgagasi wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama. Sawa Utapokuja katika mti huu utaangalia mizizi ya mti wa mgagasi, ile ambayo inaonekana yenyewe ile iko kwa wazi, usiichukue. Kama unataka kwenda kumfanyia limbwata mke au mume mkorofi, ukichukua mizizi ambayo iko kwa juu, ina maana hiyo itaenda kumuua. Tafuta mzizi ambaye tayari umefukiwa na ardhi kabisa, lakini uwe ni mzizi wa mti wa mgagasi, nenda kaukate. Utakapokuwa umeukata, tia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi mke wangu ananisumbua au mume wangu ananisumbua au mpenzi wangu ananisumbua, hanitii, aniheshimu wala hanisikilizi. Sasa nahitaji niende kumfunga moyo wake awe ananitii. Utaandika jina la muhusika, aidha ni mke uliyemkusudia, aidha ni mume. Utaandika na jina la mamake mzazi. Kama ufahamu, utaandika Hawa, kukamata ubini wa muhusika. Sawa Kisha tembea sehemu ambayo unaamini sehemu hii apata kuja kulimwa kwa miaka na miaka, au sehemu hii kuna kichuguu cha mchwa. Sawa Toboa shimo refu kupitia kijiti chako, unatoboa shimo alafu unachomoa kile kijiti. Kisha unasema, we fulani bini fulani, na uzika moyo wako katika mahaba yangu mimi, kile kijiti ambacho umeandika jina lake. Kisha unakidumbukiza chini. Kama hiki kijiti kitakuwa hakionekani, basi na wewe hutaki kuonekana kwa mwanaume wa aina yote, wala kumsikiliza wala kumtii. Kama unataka kumfunga mwanamke, na mwanaume ni hivyo hivyo, wewe hutaki kuonekana kwa mwanamke wa aina yoyote, unatakiwa unitii mimi na kunisikiliza. Unakifikia kile kijiti. Hakika yule mwanamke, kama utamfanyia mwanamke au mwanaume, umpige, umtukane, umnyanyase, kwako hata ondoka. Hata ukimtuma nataka ukamuue fulani, ataenda kufanya. Yaani kile kijiti kitakuwa kama ni jini, ni nafsi, itaenda kumvaa yule muhusika ambaye umemwandika jina lake. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Kwa yule mwanamke ambaye hajawahi kuzaa kabisa, yani hajawahi kuzaa kabisa, aidha amefungwa kizazi na wachawi, au aidha amefungwa kizazi na mapepo wabaya, au amefungwa kizazi na viumbe wachafu wa majini mahaba, au mirija yake ya uzazi imeziba, au ana uvimbe katika uzazi, unahitaji kumuondoshea lile tatizo. Sawa Njoo wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, njoo chukua majani ya mti huu wa mgagasi, mshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Chukua majani yako 7 au majani ya kutosha, chukua tu, rudi mpaka nyumbani kwako, tuanga yale majani, upate ule usembe, ule unga wake. Sasa kama ni mwanamke azai, utamweka katikati ya mlango, utamtoa nje katika mlango wakati wa jua kuchomoza, atatazama jua. Sawa Utachukua na maji yenye ujazo wa kikombe cha robo cha kunywea chai, usizidishe maji. Chukua dawa yako katika mkono, pia katika fungato la mkono wako, changanya na yale maji. Unapokuwa umechanganya ile dawa, tia manuizo maalum, mimi nahitaji huyu akazae.
kama alifungwa kiuchawi, kimazingara, au aidha tu ni mitihani, nahitaji akazae na ashike ujauzito. Unashika ile dawa, unaikamata unafanya fungate katika kiganja chako cha mkono kwa huku, sawa? Alafu kisha kule alipoangalia jua lapochomoza, utanyunyiza kupitia kidole gumba yale maji yatiririke, matone mawili yamdondokee au anywe yale maji kupitia yale matone. Kisha kunywa, utamwambia sasa, nyanyuka, toka paka katika kizingiti cha mlango. Kwa kama nyumba yako ina fence na geti, inabidi atoke paka nje ya geti. Akitoka utamwambia arudi, akirudi anakuja tena kwenye kile kizingiti cha mlango, sawa? Anakaa na kuangalia hivi, unafanya tena ile fungate, unamnyunyuzia tena ile matone, anakunywa ile dawa. Kisha baada hapo anaingia ndani. Akiingia ndani, maana yake ni nini? Akae at least nusu saa au saa nzima. Kisha unamruhusu atoke kama ni mgonjwa, unakuja kumtibia. Lakini kama ni mkeo, ina maana utamzindua. Maana kumwambia atoke nje, ina maana umeruhusu kizazi chake kifunguke. Na maana kumwambia aingie ndani ukampa dawa, ina maana mimba zikiingia zisiwe zinatoka. Hapo mwanamke mimba zake zitakuwa haziharibiki. Hapo mwanamke kama miziba uzazi ilikuwa mirija ya uzazi imeziba, basi itazibuka, atashika ujauzito. Na kama alikuwa na uvimbe wa kichawi, ule uvimbe utatoka na atashika ujauzito na atapata mtoto. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Kwa yule mwanaume ambaye amepoteza nguvu za kiume, yaani mwanaume amekuwa hanithi, babu hasimami kabisa, au babu hana nguvu, unachotakiwa kukifanya, njoo wakati wa jua kuchomoza katika mti huu wa mgagasi, chukua kila aina ya mizizi ambayo imezunguka mti huu wa mgagasi, lakini ile mizizi isiyoonekana. Ile inayoonekana inaua, ile ambaye haionekani ndio inatibu. Unachukua mizizi yake ile ya kila pande, kisha itwange, sawa, upate ule usembe wake. Kama huwezi kutwanga, chemsha kwa wewe mganga, unahitaji kwenda kumtibu ambaye mtu amekuwa hanithi, amepoteza nguvu za kiume. Ukishachemsha, akifika pale mpe anywe, asiongee chochote. Ikiwa ya moto anakunywa. Akinywa kwa ya moto, ina maana babu ataamka na atasimama, ataondokana na hiyo shida. Akinywa ikiwa ya baridi, ina maana ukimpa dawa hii ya mgagasi ikiwa ya baridi, unaenda kumuua yule mtu, nguvu zake za kiume anakuwa hazifanyi kazi. Na akinywa asipulize ikiwa ya vuguvugu, anywe ikiwa ya moto. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mtu atapona. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa mgagasi. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha?
Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, elimu za miti pamoja na mimea yake, kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.